Magezi yetu yataanzia hapa kama jinsi ambavyo unaona kwamba tumeshaka zetu kwenye vibao, vigoda nini. Hizi ndo seti ambazo tuko nazo. Kwa nini huko mnaga vile vitu labda vya director sijui nani, unakuta katika seti za wenzetu unakuta kuna kiti ambacho kinakuwa ni special kwa ajili ya director, producer, kuna kasehemu kidogo kanakopo maalum kwa ajili ya watu kama hao. Kwa nini huku kwenu hii inakuwa haipo? Sisi bado hatujapiga hatua hiyo kidogo kutokana na budget za kazi zetu, na ni vitu ambavyo tunaenda nazo taratibu. Nafikiri hata hivi ambavyo mnaona tunatumia kamera za juu kidogo ni kutokana na kwamba tunaanza kupiga hatua taratibu. Kwa hiyo ni bado vitu vingi ambavyo vinaendelea kuja kwenye nchi yetu, na tunaendelea kujifunza kwa wenzetu ili kuweka kitu kimoja ili kuona namna gani tunaweza tukasogea pakubwa zaidi. Tukija sasa kuangalia sasa biashara ya filamu, kwa sababu wewe umekuwa ukifanya biashara ya filamu kwa muda mrefu sana. Nimekufahamu muda mrefu tangu kipindi hicho ni distributor, ulikuwa kwanza mtayarishaji mdogo, baadaye mpaka ukaja kuweza kuwa distributor, ukaja kuwa ni mwenyekiti wa chama cha wasambazaji wa filamu Tanzania. Umeona bwana, ukafuatilia kuhakikisha kwamba usambazaji wa filamu unafanyika, na sasa hivi umekuja kutumbukia sasa kwenye utayarishaji wa tamthilia, ambapo moja kwa moja sasa wewe umeweza kusimama kama producer mwenyewe, yani na sio usambazaji tena. Niambie ni kwa picha yako wewe, yani kwamba unaona biashara ya filamu ipoje kibongo bongo? Tulipotoka na tunapoenda ni pazuri zaidi, kwa sababu tulipokuwepo mwanzo tulianza kwenye CD, tukaja kwenye VHS, tukatoka kwenye VHS tukasogea kwenye DVD, tumetoka kwenye DVD sasa tuko kwenye digital platform ambazo zipo sasa hivi. Mwanzo hakukuwa na kampuni za usambazaji kwenye TV, kila mtu alikuwa tu ni mambo ya TV za music na taarifa habari na nini, sio kwa sana. Lakini sasa hizi TV nyingi hasa Azam wanatusogeza mbali zaidi, na hii inatufanya sisi tulikuwa wasambazaji kugeuka na kuwa maproducer, kutokana na kwamba soko la usambazaji upande wa DVD na vitu vingine kumepungua. Lakini sasa hivi kila kitu kinasogea kwenye digital platform, na kama ambavyo kuna Azam Max, kuna sinema zetu, hizo zote zinafanya usambazaji kwenye njia ambayo sisi tulikuwa tunafanya kwa analog, lakini sasa hizi zinafanywa kwa digital. Kwa hiyo nafikiri tunaenda pazuri na tunasogea pakubwa zaidi. Kwa tathmini ambayo umetupa mimi nimeipenda, kwa sababu kweli ukiangalia sasa hivi soko la filamu ukilinganisha na miaka hiyo ya nyuma kuna hatua kubwa ambayo imepigwa. Lakini sasa tukirudi sasa katika hili soko la kidijitali ambalo umelizungumza, sawa, kuna hizi media ambazo zinakuwa zinaonyesha, lakini sasa tukirudi online huku watu wengi sana wanakimbilia YouTube. Wewe ukiwa kama mwenyekiti, hili unalionaje? Kwa sababu kazi nyingi ambazo zinatayarishwa kupelekwa huko YouTube ukiziangalia, yani zinakuwa kama vile hazina vile viwango vya kutosha kusema kwamba tunaweza tukacompete na wenzetu. Ukiangalia huko dunia nzima iko YouTube. Umeona kuna kazi kutoka nchi tofauti na wenzetu wanafanya kweli. Je, sisi sasa katika hali hiyo tunajitangaza vizuri tukiwa kama Watanzania kwa kupitia soko hilo, ama tunajicholesha? Tuseme tu kweli. Mimi binafsi sioni kama YouTube ni soko sahihi, kwa sababu mimi nilijaribu pia, lakini haikuwa vile ambavyo mimi nilifikiria. Ni kweli unapata hela ambayo ya kuweza kukidhi mahitaji ya maisha yako madogo. Mfano na kutolea YouTube, wakati mimi natengeneza movie yangu, ilikuwa inanilipa CPU $0.87 dola. Dola $0.87 maana yake ni kwa hela ya Tanzania, maana yake ni kama 2,000, si ndio? Shilingi 2,000 maana yake ni kwa watu 1,000. Yaani uangalie watu 1,000 ndio unapata shilingi 2,000. Sasa jiulize katika YouTube yako na watu 200,000, ndio uzidishe, labda unaweza kupata labda hiyo dola 300, 400, ambayo kwa mwezi unaona unapata 700,000. Unajiuliza swali, 700,000 wasanii umewalipaje? Wewe mwenyewe production unafanyaje? Kwa hivi vitu vyote ukija ukivicombine unaona kabisa bado. Ukipata viewers wanaotoka nchi za Katari, nchi za Marekani, kidogo ndio unaweza CPU inakuaga ni kubwa. Kweli hawa watu wapo, lakini sio kwenye kuangalia movie nzima, ni wachache. Waangaliaji wengi ni wako hapa. Wanaoangalia kutoka nje ni wachache. Hata ukiangalia kwenye dashboard unawaona hawa wameangalia kutoka nchi gani, hawa wameangalia kutoka nchi gani. Kwa hiyo vile vitu bado sisi kwetu
vinatusambaza, lakini havitusambazi katika ile hali ambayo sisi tunahitaji. Kwa sababu kule kule pia sio kwamba watazamaji wanaotazama kule hawajui filamu, wanajua na wanakosoa. Na ndio maana wanaona hata mtu akiwa ndani katoka na wigi hili kaenda nje na wigi lingine, manake pia watazamaji wanafanyaje? Wanaona. Hayo ni makosa ambayo pia bado yapo. Picha kija kuzungumzia quality yake bado haiko vizuri. Na ndio maana ukimwambia mtu atengeneze movie alafu akaweke YouTube, hawezi kukubali. Anaona kama ni hasara. Let's say Azam wanavyochukua movie wanachukua katika kiwango kizuri, si ndio? Na ndio maana hata ukiangalia series zinazoruka sinema zetu bado ziko katika viwango vikubwa sana. Ukichukua ile movie ukirudisha YouTube haiwezi kurudisha hata robo ya ile hela ambayo umepata katika kampuni ya Azam. Okay. Sawa, hili nafikiri tutaliweka, tutakuja kuzungumza na wenyewe kwa watu wa YouTube wana vyama vyao. Ujione kwamba lipoje, na kubwa zaidi ambalo mimi nitalipambania ni kwamba kuhakikisha kwamba tufanye kazi ambazo zitatupresent vizuri. Wenzetu wamekuwa wakitayarisha kazi ambazo zinawapresent vizuri, na ndio maana tunawaheshimu mpaka dakika hii. Kuna mataifa ukiyataja yani unasema kweli hawa hatari, lakini kumbe pengine ni kawaida tu. Tukirudi sasa kwenye kazi ya taswira. Kwanza kwa nini uliamua kuita taswira? Taswira ni muonekano ule ambao mtu unamuona iko nao. Kama ule taswira yangu. Yaani unaona mimi namuona Bernick. Naweza nikamjaji kwa hapa nje. Lakini nikiingia deep naenda kukuta kitu tofauti. Okay. Kwa sasa tunataka kujua taswira yako ikoje, muonekano wako ukoje, wa ndani. Ndio tunaenda tunafafanua. Sasa labda utuambie changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika utayarishaji wa tamthilia hii ya taswira, kwa sababu mtazamaji anakuwa anaitazama, mara nyingine kuna vitu ambavyo anaviona anasema hapa wamekosea, hapa kwa nini wasingefanya hivi, au hapa kwa nini asingekopa mtu fulani, kwa nini wamemtoa fulani, kwa nini amekuja mtu fulani, kwa nini kimekuwa hivi, kwa nini kimekuwa hivi. Changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika kuhendo wasanii? Kuna changamoto kubwa ambazo zipo. Mfano unaandaa seti, kesho na wataarifu watu waje, ndio washatumia message kwamba kesho na shoot. Mbona umeanza kuongea kwa hisia? Usije kalia Asmani hapa. Hapana, siwezi kulia. Imefika asubuhi, msanii anakuambia, unampigia simu, anakuambia nakuja, unatoka. Baada ya masaa mawili mbele anakugailishia. Anakuambia nimepata dharura. Sehemu ambayo amepata dharura inawezekana ikawa ni kuna watu wakubwa, yaani wazee zaidi yake, yeye ni mdogo. Au wazee wamekuja asubuhi, wamefika, alafu yeye anakuambia mimi nimepata dharura. Wakati kuna watu wazima wameacha familia zao, wamekuja ili washuti mara moja waondoke, waendelee majukumu yao. Lakini yeye anakugailishia tu ghafla bila sababu za msingi. Hasemi sababu ni nini ambayo imemsababisha agailishe asije. Mwingine anaweza akaja location sababu shampa hela yake. Bahati mbaya kwangu mimi silipi mwisho wala silipi nusu. Bwana shilingi ngapi tulichokubaliana, chukua chako, tumeachana. Fanya kazi. Kija mimi kazi yangu ni kukupa nauli. Jioni tunaondoka, kupa nauli yako ya kuondokea ili na mimi niendelee na mipango mingine.